الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل السلام وتم التسليم وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuko katika muendelezo wa darsa ya tafsir na leo inshallah tutakuwa kwenye suratu Sharh. Wengine wanazuoni wanaita suratu Inshirah, yote bimaana moja. Kabla ya kuanza kuingia katika tafsir, kwanza Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala ameishusha Qur'ani kwa ajili ya mazingatio. Allah anasema kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Imam Sa'di Imam Sa'di anasema sababu ya kushushwa kwa Qur'ani ni kwa ajili ya mazingatio wala si kwa sababu nyingine. Na Allah subhanahu wa ta'ala anawasema washirikina, wale ambao mioyo yao imekuwa ni ngumu, Qur'ani imeshindwa kupenya katika moyo huu. Allah anasema afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha, kwenye mioyo yao kuna kufuli mpaka Qur'ani ikashindwa kugusa moyo wao. Qur'ani ambayo lau ingeteremshwa kwenye jabali, lau anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu khashi'an, ungeiona dhalili yenye khushu' mutasaddian min khashyati Allah, jabali ingevunjika na kuporomoka kwa sababu ya kushuka kwa Qur'an. Vipi wewe mwanadamu ambaye huathiriki, moyo umejaa kufuli, moyo umekuwa mweusi? Allah anasema kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, mioyo yao imefunikwa na giza nyeusi kwa sababu ya madhambi ambayo wanayafanya. Kwa hiyo katika neema kubwa ambayo utaharamishiwa kwa sababu ya madhambi yako nini? Kuzingatia Qur'an. Na ukishindwa kuzingatia Qur'an ni hasara, umeangamia. Hautaona haki ukaifuata, wala hautaona baya ukaikataza. Suluhisho ya mwanadamu yote iko ndani ya kitabu hichi kitabu. Matatizo ya kifamilia iko ndani ya Qur'an, matatizo ya kiuchumi ndani ya Qur'an, matatizo ya kisiasa ndani ya Qur'an. Lau hii ingekuwa desturi yetu tusingeona tatizo wala shida, lakini wengi wanaachana na hukumu ya Mwenyezi Mungu na kutafuta hukumu nyingine, na ndio Allah subhanahu wa ta'ala anatupoteza. طيب, Allah subhanahu wa ta'ala kwenye suratu Sharh anasema bismillahir rahmanir rahim, alam nashrah laka sadrak. Ndugu zangu, tulimaliza kusoma suratu Dhuha, si ndio? Tukasema suratu Dhuha imeshuka kwa ajili ya nini? Kumkumbusha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumtajia Mtume Muhammad neema ambayo Allah amempa. Allah akasema nini? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Neema ya kwanza, alam yajidka yatiman fa'awa. Neema ya pili, dhalan fahada, alikukuta yatima akakuongoza. Akakukuta umepotea huna ilmu akakushushia. Alikukuta yatima akakupa malezi na makazi, na alikukuta aliyakuwa umepotea huna ilmu na Mwenyezi Mungu akakuongoza akakupa ilmu. Wawajadaka ailan faaghna, akakukuta pia ni fakiri. Sawa, alikukuta ni fakiri kisha kafanya nini? Akakutajirisha. Hizi neema ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepewa na Allah anamkumbusha, na kila neema Allah anapomtajia Mtume Muhammad anamuelekeza njia gani ya kuilipa. Akasema nini? Fa amma al-yatima, ulikuwa yatima wewe Mtume Muhammad, Allah akakufanya nini? Akakupa makazi na malezi. Na yatima na wewe usimbughudhi wala usimudhi. Angalia neema unailipa na wewe kwa neema. Kisha wa amma as-sa'ila fala tanha, anayeomba maskini anayekuja kuomba usimfanye nini? Usimfukuze. Na Allah huku kabla yake alimkumbusha, alimwambia nini? Wa wajadaka ailan faaghna, alikukuta ukiwa fakiri kisha akakutajirisha. Wanazuoni tafsiri wengine wanasema wa amma as-sa'ila fala tanhar, sa'il muombaji hapa ni anayetafuta ilmu, usimfukuze. Lakini pia inarudi katika neema nyingine, wa wajadaka dhalan fahada, alikukuta huna ilmu huna wahi
akakushushia wahi kama mwishoni wa suratu Shura. Allah anasema suratu Shura mwishoni, ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafundishwa hivyo. Ikiwa mtume anasemeshwa, sisi ni aula. Sasa hii suratu Duha ni neema ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jinsi ya kuilipa. Suratu Shirah ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, suratu Sharh ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanadamu na jinsi gani ya kuilipa. Tunaelewa? Ndio maana wengi, baadhi ya wafasiri, sio wengi, baadhi ya wafasiri wanahesabu suratu Sharh ni miongoni mwa suratu Duha. Alam nashrah laka sadrak, ay ukishia wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Si sura nyingine, si sura tofauti, ni sura moja, lakini sahih ni sura tofauti. Na suratu Sharh ni sura makkiya, imeshuka Makkah kwa sababu ya muundo wa aya zake. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaanza na kusema alam nashrah laka sadrak. Je, hatukusherehesha kifua chako, hatukuitia uwasaa kifua chako? Na hii pia inathibitisha ile kwenye sira, Jibril alayhi salam alikuja akamtaharisha mtume kifua chake, akatoa uchafu wa nafsi. Kila mwanadamu hapa anao ule uchafu ndani ya moyo, lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja kufanyia operation kwa lugha nyepesi, aliyekuwa yeye ni mdogo. Wote mmesoma sira. Akatolewa zile chuki za kiroho na za kibinadamu, akawa hana zile radhail ya kinafsi. Na hapa Allah inaingia ndani ya aya hii. Na pia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah alimjalia kuwa ni mtulivu, mpole, mwenye huruma. Allah kwenye Qur'an anasema fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lamfaddu min hawlik. Allah anamwambia mtume wake, umeona hawa wote waliokusanyia hawa ambao kabla ya Uislamu walikuwa wakiuana sababu moja, sababu ya kijinga, kabila zima linaondoka, linakufa. Huyu kaenda kalipiza, huyu kalipiza, mwishoni kabila yote imekwisha. Kama ilivyotokea kabla ya Uislamu, kisa cha Azir Salim na Kulayb, ambao mjomba wao anakuwa Imru al-Qais. Sababu moja, damu ya mtu mmoja imesababisha kabila zima limeondoka. Lakini Allah anamwambia mtume wake, angalia, hawa walikuwa kabla ya Uislamu matabaka tofauti, hawaelewani, wanauana, vita kila siku, lakini kwa rahma ya Mwenyezi Mungu kawakusanya. Na pia rahma nyingine Mwenyezi Mungu amefanya linta lahum, amefanya moyo wako kuwa na ulaini kwao. Lau wewe mtume Muhammad ungekuwa fadhan, mgumu wa maneno, ghalidha alqalbi, mchafu wa maneno, mgumu wa moyo, mgumu wa mwenendo, lamfaddu min hawlik, wangekukimbia hawa, asingebaki hata mmoja. Kwa hii pia inaonyesha kwamba alam nashrah laka sadrak, Allah ameitanua kifua cha mtume. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia mtume kifua chake kuwa ni laini, mtulivu, mwenye mapenzi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuja, mtu anauliza man minkum Muhammadan, mtu anakuja kumtafuta mtume Muhammad, hajui mtume Muhammad miongoni mwa sahaba zake yuko wapi, alivyovaa, alivyokaa, alivyotulia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahma lilalamin, alikuwa anacheka na kucheza mpaka na watoto. Mdogo wake Anas ndio kwanza amekata kunyonya ziwa na miaka 2-3. Mtume alikuwa anaenda kuwatembelea. Anas miaka 7 au 8, ni ghulam, kijana mdogo. Anamuona mdogo wake Anas amekaa anacheza na ndege Nughair. Kisha baada ya muda kama yule ndege imefariki, yule mtoto akawa analia kwa sababu anacheza naye. Akawa mtume anamliwaza, anaambia ya Aba Umair, madha fa'ala Nughair? Kana kwamba anamuuliza Nughair wako yuko wapi, kwa kumtuliza. Mtume alikuwa rahma, mtu anamfuata anamwambia mtume niruhusu mimi nizini. Mtume hakusema mpumbavu, hakutukana, umetoka katika Uislamu, ufai, usinisemeshe.
Mtume alimtuliza, baada yake akampanguza kwenye kifua chake, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aondoe uchafu uko ndani ya moyo wake. Mtume alikuwa ni shule, anakuja bedui anakojoa pale, anakuja mtu anakojoa pale, haja ndogo pale, masahaba wanainuka kwa sababu ni matusi. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambia mwacheni, ariqu alayhi yanubu min ma, mwagilieni maji, taharisheni sehemu, wala msiwe mkali juu yake. Leo wanazuoni wanasema pale kulikuwa na maslaha na Mtume ameangalia maslaha gani aula, maslaha ya kuchafua msikiti au maslaha ya kumletea yule maradhi, kwa sababu kumkatisha mtu katika haja ni ugonjwa, ni maradhi. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawafundisha, ni hikma, anawapa hikma. Lakini hivyo hivyo Mtume sehemu ya kukemea na kemea, sehemu ya kulainisha na lainisha, sehemu ya maksad na maslaha nafanya maslaha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu anakosea hasimami na kusema kwa nini wewe fulani bin fulani umefanya 1 2 3. Kana la yuayir ahadan, alikuwa hamfedheheshi mtu Mtume, lakini alikuwa akisimama na watu wako mbele yake, anamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kisha anamsalia mtume wake, kisha anasema ma balu qaumin yaf'aluna kadha wa kadha, vipi watu wanafanya hivi na hivi, na alichokifanya aliyefanya yuko mbele yake huyu hapa. Lakini alikuwa si mwenye kuwakata watu. Analetwa mtu kwa wingi wa kunywa pombe, anayekunywa pombe akipelekwa kwenye mahakama ya Kiislamu anachapa bakora 40. Ali ibn Abi Talib na baadhi sahaba walisema 80, lakini Mtume alichapa 40, na hii ni ijtihadi Ali. Yule mtu akawa kwa wingi analetwa kwa Mtume anachapwa. Mmoja wa masahaba akasema nini? Akamlaani akisema ma akthara ma yu'ta bihi, huyu amezidi, kila siku analetwa yeye tu, kila siku anachapwa yeye tu. Lakini Mtume anaomba nini? Usimpe nafasi shetani kwa ndugu yako. La tu'ini shaitan ala akhik, usimpe nguvu shetani ndugu yako akakata kamba kaondoka. Na sehemu nyingine alisema huyu anampenda, usimlaani huyu, anampenda Mtume Mwenyezi Mungu na mtume wake. Angalia hikma ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kifua kipana, na Mtume ni kiongozi wa Waislamu, kiongozi wa wanadamu wote. Moja ya sifa ya kiongozi, lazima uwe na kifua kipana, lazima una kifua kipana. Kama huna kifua kipana huwezi ukafanikiwa kwenye uongozi. Ukiwa unasikiliza kila dogo na kubwa, huwezi kufanikiwa kwenye uongozi. Na Mtume alikuwa Makuraish wanamtukana, wanamuita majina tofauti tofauti, lakini alikuwa akikaa akisema angalia, subhanallah, Mwenyezi Mungu kaniepushia shari yao. Kivipi? Mimi naitwa Muhammad, wao wanamtukana mtu mwingine na hawanitukani mimi Muhammad, japokuwa namkusudia yeye. Lakini Mtume alikuwa haipi nafasi kila dogo, kila jambo la kipuzi halipi nafasi. Na Allah anasema lam nashrah laka sadrak. Ndio maana Mtume amefanikiwa. Matatizo yalikuwa yakimjia yakiwahi, kufar Quraish vitimbi wanavyomfanyia. Tena Aisha alimuuliza siku gani ilikuwa ngumu kwako Mtume Muhammad? Akasema nilipokuwa Taif kwenye karne Thaalib. Khadija, Abu Talib ambaye ni ammi wa Mtume, ambaye akimnusuru amefariki. Khadija naye amefariki kwenye amul huzn. Mtume tena hana mtu wa kusimama naye, akajaribu kutafuta mawa, kupeleka ujumbe kwa watu wa Taif. Taif iko juu mlimani, akaenda kwa mguu bila kipando ili Quraish wasihisi kama ametoka. Kisha alipofika akawaletea ujumbe, wakamtukana na wakasema matusi hayatoshi, leta wendazimu wa Taif, leta watoto wadogo wa Taif, pangeni mstari, mpigeni Muhammad. Walimpiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka damu ikawa inamwagika katika miguu yake. Na Mtume anafanya nini? Anaambia Mwenyezi Mungu, wasamehe watu wangu, hakika hawajui wanachokifanya. طيب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك.
Hii neema ya pili anaambiwa mtume, na tumefanya nini? Wa wada'na, tukautua tukafuta wizrak, mzigo wako ni madhambi. Baadhi hapa ya wafasiri ambao wamechukua nafasi ya kwamba mitume hawakosei, hawapatwi na dhambi. Tunakubaliana kwamba mitume ni maasumin, lakini upande wa wahi, lakini makosa madogo yanatokea. Kama Adam alayhi salam, Mwenyezi Mungu alimwambia usile katika mti ule, akala kisha kashushu. Lakini mitume ni tofauti na sisi. Mitume Mwenyezi Mungu anawafikisha hapo kwa papo kwa tauba, tofauti na sisi watu wa kawaida. Na wakasema wada'na anka wizrak, ni madhambi yako tumeifuta. Na hii inawafikiana na suratul Fath, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Madhambi yako ya nyuma na yajayo Mwenyezi Mungu ameyafuta yote. Lakini hawa waliosema kwamba mtume hakosei, wakasema hapa tukakushushia, tukaupunguza, tukautoa mzigo wa wahi na kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu, ambao wamesema kwamba mitume hawakosei. Wamesema liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik, iliyotangulia ni dhambi ya Adam, baba yako Adam, wa ma ta'akhkhar, na itakayokuja ni madhambi ya nani? Watu wako. Lakini asahih, mitume wanakosea, lakini si makosa ambayo yanashusha hadhi yao ya utume, na wala si makosa ambayo inatia dosari kwenye ujumbe na wahi. Mfano, mtume alikuwa hadanganyi, kwa sababu uongo inatia dosari kwenye nini? Kwenye wahi ambao utauleta. Na ndio maana mtume alikuwa hadanganyi kabisa, kabla ya Uislamu na baada ya Uislamu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah amemfutia madhambi yake yote, ili sisi iwe kudwa kwetu, iwe mfano kwetu. Ikiwa mitume hawakosei, abasa wa tawalla an jaahu al-a'ma wama yudrika la'allahu yazakka, lakini ili iwe fundisho kwetu sisi, tujue namna ya istighfar. Na mtume alikuwa anasema nini? Alikuwa akiwafundisha, alimfundisha Abu Bakar dua katika sala mwishoni wa tahiyat, أذكار المساء والصباح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. yote ni mfundisho kwetu. Kisha alladhi anqadha dhahrak wa wada'na anka wizrak, tukaushusha ule mzigo au tukakufutia madhambi. Alladhi anqadha dhahrak, madhambi au mzigo ambao kwa tafsiri zote mbili, ambayo ilitaka kuvunja mgongo wako. Anqadha dhahrak, kuvunja mgongo wako, yani mzigo mzito ambayo inadiriki kuvunja mgongo wako. Na anqadha hii ni sauti ya kujaa kwa mzigo kwenye mgongo wa nani? Wa punda. Punda ilikuwa kuna kitu wanamwekea juu, kisha wanambebesha mzigo, wanamtoa ule mzigo. Ule mzigo ukipandishwa pale, kuna sauti ya kwamba mzigo umetimia. Sauti ile inaitwa anqadha, lakini maana yote sahihi. Mzigo ambao unataka kuvunja mzito, yani mzigo mzito. Tayib, wa rafa'na laka dhikra, neema nyingine hii, na tukanyanyua ukumbusho wako. Kutajwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah amekithirisha minyanyua. Mimi naomba mtaamal na mimi, mtizame na mimi. Allah amemwambia katika neema, tumefanya jina lako kuwa linatajwa sana. Sasa hivi Dar es Salaam hapa ni saa ngapi? Saa 10. Nchi zingine ni alfajiri, kuna nchi zingine ni magharibi, nchi zingine adhuhuri, nchi zingine isha. Na kila adhana inayopigwa, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Mtume Muhammad anatajwa. Kwenye kila sala tashahud hairuhusi, sala yako ni batil usipomtaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia ya pili. Ya tatu, kila matendo unayofanya wewe lazima iwe imefuatana sambamba na mfumo wa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hivi tulianza kuzungumza, tunamtaja Mtume mara ngapi sallallahu alaihi wasallam? Mara 5 wala 6. Unasoma, unajifunza hadithi zake, lazima utaje Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii inaonyesha kwamba Qur'ani
ni kitabu cha haki. Miujiza hii hapa, warafa'na laka dhikra. Kila siku Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anataja, kila pindi, kila dakika. Na Mtume anasema yoyote ambaye nitatajwa mbele yake kisha hakuniswalia ni nani? Bakhili. Na Mtume alitufundisha yaumul jum'a tukithirishe kumswalia, kwa sababu sala na salamu zinamfikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Allah anamliwaza, anafahamu uzito wa wahi, maudhi aliyopata kwenye kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini Allah anamwambia mtume wake, fa inna ma'al usri yusra, hakika pamoja na ugumu kuna uwepesi. Kisha inna ma'al usri yusra, hakika pamoja na ugumu uwepesi. Zingatia tena Qur'ani, maneno haya hayajaandikwa au hayatajwa hapa kwa bahati mbaya. Fa inna, hakika, ma'al usri, hakika pamoja na ugumu na uzito inakuja nini? Wepesi, si ndio? Hakusema baada, hajasema fa inna ba'da al-usri yusra, kasema fa inna ma'a, pamoja na ugumu ni nini? Wepesi. Kisha kairudia tena, hakika pamoja na ugumu ni nini? Wepesi. Dhiki ya dunia, muumini hawezi kupata dhiki katika kila pande, litakuudhi huku, litakusumbua huku, Mwenyezi Mungu sehemu nyingine na kufungulia. Na Ibn Abbas alikuwa akisema haiwezekani, hapa imetajwa usr mara mbili. Ibn Abbas anasema haiwezekani, ugumu mmoja ambao imetajwa kwa moja haiwezi kashinda uwepesi mbili. Kwa nini amesema hivi? Usr na yusr. Usr Allah ameweka kabla yake nini? Alif na lam. Alif na lam ni maarifa, kasema al-usr. Lakini kwenye yusr hajasema al-yusr, kasema yusr, ni nakira. Nakira ni pana. Al-usr ni al-ma'hud fi dhihnik, hakika hii ugumu inakuja iko pamoja na uwepesi. Kaibana ugumu sehemu na uwepesi kaitanua, na ndio maana Ibn Abbas amesema usr hapa ni moja, japokuwa imetajwa mara mbili, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lakini kasema madama imekuja kwa maarifa, na maarifa ikijikariri ni kitu. Mfano tasema sallamtu ala ar-rajul wa safahtu ar-rajul wa akramtu ar-rajul, nimeka alif na lam, ar-rajul, nimemsalimia mtu, nikamkirimu mtu, nikampa mkono mtu. Kiarabu madama nimeka alif na lam, ar-rajul hawa ni mtu mmoja, huyo mtu nimemkirimu, huyo nimempa mkono, huyo nimemsalimia. Lakini nikisema sallamtu ala rajulin wa akramtu rajulan wa safahtu rajulan, hii madama nimeka nakira rajul, manake watu watatu tofauti, huyu wa huku, huyu wa huku, huyu wa huku. Ule mkirimu mtu mwingine, ule mpa mkono mtu mwingine, ule msalimia ni mtu mwingine. Na hii ndio fasaha wa Qur'an, na ufasaha wa Qur'an. Na ndio maana Ibn Abbas alisema usr moja haiwezi kashinda yusr. Umeeleweka? Fa idha faraghta fansab, ukishamaliza basi usimama. Tafsiri inakuja hivi, ukimaliza simama. Sheikh Abu Bakr Jazairi Allah muhifadhi alikuwa akisema fa idha faraghta fansab, ukimaliza na shughuli yoyote ya dunia basi simama kwenye ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amefanya kuwa ni pana, kila shughuli utakayomaliza mtume anafundishwa, sawa, na sisi pia tunafundishwa. Na kabla yake ametajiwa neema na amefundishwa jinsi ya kuikabili hii neema, unailipa vipi? Fa idha faraghta fansab, ukimaliza na shughuli za dunia basi ufanye nini? Ujitahidi katika ibada. Baada ya wanazuoni wakasema fa idha faraghta, ukimaliza na faraidh zile ambazo Allah amekufaradhishia, usisahau kusimama na kujitahidi katika ibada za nawafil. Wengine wakatafsiri katika sehemu tofauti, lakini yote maana sahihi na maana ni pana. Na maana Allah hakuibana ukimaliza kufanya kitu fulani basi ujitahidi katika ibada. Amesema ukimalizana na shughuli yoyote
basi ujitahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtume alikuwa mwishoni alipohamia Madina, yeye ndio alikuwa kiongozi na yeye ndio kadhi. Matatizo ya wananchi yote yanakuja kwa nani? Kwa mtume. Alikuwa anashughulishwa na mambo ya watu, lakini alikuwa akirudi usiku anasimama mpaka miguu yake inavimba, mpaka Aisha anamuuliza, unafanya hivi na Allah amekusamea madhambi yako yaliyotangulia na yajayo? Kisha mtume anasema nini? Afala akunu abdan shakura, je, mimi nisiwe mja mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu neema aliyonipa? Ndio hii Allah anakufundisha, neema aliyokupa kwa njia nyingine ya kuilipa na kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kujitahidi kufanya ibada. Wa ila rabbika farghab, na kwa Mola wako farghab, yani ukusudie. Kwa Mola wako ukusudie, matendo yote mkusudie Mola wako. Na hii kama nilivyosema ni pana. Tayeb, sura inayofuata tulisema tunachukua sura mbili. Sura inayofuata ni sura At-Tin, na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye sura At-Tin, kwanza sura At-Tin ni sura Makkiya, sura ambayo imeshuka Makka. Kwa ushahidi gani? Allah amesema wa hadha albalad alamin, na huu mji mtakatifu ambao ni Makka. Sura At-Tin, ndugu zangu, kama tulivyosema mwanzoni, maalesh, tulisema suratu Dhuha na alam nashrah laka sadrak, kuna baadhi ya fasiri wamesema ni sura moja. Kwa sababu gani? Imetaja neema ambayo Allah amempa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jinsi ya kuishukuru hii neema. Umeeleweka? Umeeleweka jamani? Suratu At-Tin, Allah anataja neema aliyowaneemesha wanadamu na jinsi ya kuishukuru. Umefahamika? Ameanza kwanza kama ilivyokuwa ada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ameapa watini, na apa kwa tini, wazaitun, na apa kwa zaitun, wa turi sinin, na naapa kwa mlima wa Saina ambao ipo sasa hivi katika boda ya Misri pamoja na Falastini. Mwenyezi Mungu airudishe nchi ya Falastini. Wa turi sinin, kisha kiapo cha tatu, wa hadha albalad alamin, na huu mji mtakatifu iliyokuwa na amani ndani yake, ambao ni nini? Makka. Ameapa kwa viapo vitatu, na tulisema darasa lililopita kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akiapa anaapa ima kwa kuashiria mambo mawili, uzito wa jambo na manufaa ya hiki kitu. Na tulisema hivi vitu viwili vyote vimekusanyika wapi? Kwenye suratu At-Tin. Mfano, washamsi wa duhaha, Allah ameapa kwa jua. Ameapa kwa jua kwa sababu ya ukubwa wa uzito wa jua, ni alama kubwa, miujiza kubwa. Lakini hapa watini wa zaitun, ameapa kwa tini, mti wa tini, si mnaofahamu tini wa zaitun, akaapa kwa zaitun. Tini, ndugu zangu, ni katika tunda ambayo inafanana na matunda ya peponi. Tunda pekee ya duniani ambayo inafanana na tunda la peponi ni tunda la tini. Kwa sababu gani? Haina maganda ukaimenya, haina ndani yake koko ukatema, ukila unakula kama ilivyo, na matunda peponi yako hivi. Lakini leo ukila matunda mengine, ukila ndizi unaimenya, si ndio? Kisha unatupa ganda. Ukila tende unatoa koko unatupa. Lakini tini yenyewe kama yenyewe yote ni chakula, na ndio maana ikafanana na mfumo wa matunda ya peponi. Matunda peponi hutupi kitu, hakuna kitu kibaya, vyote ni vizuri. Watini wa zaitun, na kaapa kwa zaitun. Zaitun hii ambayo Allah ametaja faida yake kwenye suratu An-Nur, akasema مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. شجرة مباركة بزيتون, mti ambayo umejaa baraka. Hii mti wa zaitun, ndugu zangu, na maajabu, hauharibiki. Huu kipindi cha joto na kipindi cha baridi, muda wote ni ya kijani ambayo imejaa maji ndani yake, yenye manufaa. Chakula chake ukila ina manufaa, ukikamua mafuta yake yenye manufaa, ni afya zaituni. Lakini baadhi ya wanazuoni wakasema kiapo hapa si kiapo cha nini, cha matunda, bali kiapo cha
cha sehemu ambayo inapatikana haya matunda. Imeeleweka? Na kauli yao ina uzito, yani ina nguvu. Wakasema dalili yetu iko wapi? Soma aya inayofuata, waturi, na mlima wa nini, wa Sina, ambayo Allah alimsemesha Musa pale, akaongea naye Musa alayhi salam. Allah alimsemesha kwenye mlima wa Sina, wakallama Allahu Musa taklima, ni pale ilikuwa. Kwa hiyo na hii ni sehemu, na kabla yake itakuwa ni sehemu. Dalili ya pili, ushahidi wa pili, wa hadha albalad amin, na mji wa Makka. Kwa hiyo imetajwa Turi Sina, mlima wa Sina, ikatajwa Makka. Kwa kabla yake hii sio tunda, ni sehemu ambayo inatoka hii tunda. Ina nguvu, ambayo Turi Sinin nini, watini wa zaitun. Zaitun ni Palestina, Baitul Maqdis, na tini ni Sham, mji wa Sham. Palestina sasa hivi baadhi ya maeneo yake kipindi cha mtume ilikuwa ikitambulika kwamba ni ardhi ya Sham. Lebanon, Palestine, baadhi ya Syria, yote ilikuwa ikijulikana ni Sham. Kwa hiyo ameapa kwa Baitul Maqdis, akaapa kwa mlima Sina, kisha akaapa kwa Makka. Wengine wakasema hapana, kuna mazingatio hapa. Ameapa kwa Isa alayhi salam, ambaye anatoka wapi? Kwenye ardhi ya Zaituni, ambaye ni wapi? Palestine, Baitul Maqdis. Kisha akaapa kwa Musa, ambaye alama yake kubwa ni nini? Allah alimsemesha katika mlima wa nini? Wa Sina. Kisha akaapa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye amezaliwa wapi? Makka. Na yote ni sahihi. Baada ya viapo vitatu, Allah anataja kitu ambacho anakiapia. Na Makka imeitwa al-Amin, yenye utulivu na amani. Hairuhusiwi kung'oa Makka, kung'oa mti, kukata mti. Allah ameharamisha. Hairuhusiwi Makka kumwaga damu. As-sayd, Makka hairuhusiwi kukamata njiwa, kuwinda mnyama kwenye hudud ya Makka, hairuhusiwi, ni haramu. Kwa sababu gani? Allah ameipa amani wanadamu, ameipa amani mimea, ameipa amani wanyama, kwa sababu ya utukufu wa sehemu ya Makka. Sehemu pekee ambayo mtu akiangusha kitu huruhusiwi kuokota. Sehemu zingine ukiangusha kitu, luqata, kwenye mlango wa fiqh unaikamata, kisha unatangaza siku 3 sehemu ambayo watu wanajikusanya, sehemu ya am, kisha huruhusiwi kuitumia hiyo kitu mpaka mwaka mzima ufanye nini? Upite. Mpaka mwaka mzima upite ndio unaruhusiwa, isipokuwa Mtume alifanya istithna. Mbuzi ambayo utamkuta wapi? Kwenye jangwa, kwa sababu Mtume alisema mchukue, mtumie, mle. Kwa sababu gani? Kwa sababu anasema inawezekana ikawa ya kwako, yani huyu mbuzi ima awe wa kwako, iwe ni nasibu yako, au amle nani? Mbwa mwitu, au angamia afe. Kwa sababu ya kuangamia, Mtume ametufundisha kwenye mlango wa fiqh au kwenye hadithi kwamba mbuzi huyu unamchinja au unamchukua mwenyewe, ndugu yako akija utamrudishia. Lakini sehemu ambayo huruhusiwi, na watu wanakosea, anakwambia siku 3, baada ya siku 3 ni halali yangu. Mwaka mzima shekhi ndio unaruhusiwa kutumia. Tayib, Makka huruhusiwi kuigusa wala kuitumia mpaka kiyama isimame. Unaweza ukaichukua ukaipeleka, sasa hivi kuna ofisi pale za qism al-mafqudat, sema ambayo vitu vimepotea, unaweka mtu ambaye amepoteza kitu na kuja pale. Lakini ukaichukua ukasema acha nitangaze, ni haramu. Iache kama ilivyo pale mpaka kiyama inasimama. Na hii ni Allah ameipa amani Makka, ndio maana imeitwa wa hadha albalad alamin. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allah ameweka msisitizo kwa vitu vitatu. Kwanza ameapa, kabla hii ameapa kwa viapo vitatu, kisha baada ya kiapo akaleta lamu taakid, kisha akaweka nini? Akaweka qad, kisha akakoteza tena. Kwa hiyo amesisitiza mara ngapi? Msisitizo wa kwanza ni msisitizo wa nini? Kiapo. Msisitizo wa pili
lam. Msisitizo wa tatu, qad, hakika tumemuumba mwanadamu katika umbile uliokuwa bora. Allah amekupa neema. Alikuwa na uwezo leo wa kuweka sura yako kama sura ya mbwa, wal billah, lakini amekupa sura nzuri. Alikuwa na uwezo leo sehemu ya kula ikawa chini na sehemu ya haja ikawa juu, lakini Allah amekuneemesha, ameificha. Alikuwa na uwezo wa kukufanya kama mnyama bila miguu, bila mkono. Alikuwa na uwezo wa kukufanya kama mnyama ambaye anatembea na miguu minne, lakini kakufanya mwenye kusimama, mwenye nguvu. Mkono wako huu na mkono wako huu zote urefu sawa, na urefu kutoka hapa kidole hichi mpaka kidole hichi, yote hii ndio urefu kutoka kichwani mpaka kwenye kidole. Umeelewa? Urefu kuanzia hapa mpaka hapa, kifua chote cha hesabu, urefu wako ndio urefu kutoka kichwani mpaka kwenye miguu. Angalia uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo kama una mwanao mdogo, mchukue mpime, mwangalie urefu wa mikono mpaka mkono wa pili ni usawa na urefu wa kichwa mpaka kwenye vidole, mpaka kwenye mguu. Na hii ni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa neema hii amekupa, unatakiwa ufanye nini? Kule akatufundisha Mtume Muhammad, kampa neema, akamfundisha kufanya nini? Neema, kuvumilia, kumkirimu yatima, kumpa fakiri, sawa khalifa, kuswali, kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu, kufanya ibada. Sisi hapa pia anatufundisha, anatuambia thumma radadnahu asfala safilin, kisha tukamrudisha, tukamdidimiza huyu mwanadamu katika asfalu safilin, chini huko. Hapa wanazuoni wa tafsiri wamekhtalifiana katika kauli mbili. Wamesema thumma radadnahu asfala safilin, tukamrudisha katika nini? Uzee na udhaifu. Wengine wakasema, na ni kauli ambayo naiona ina nguvu kwangu, kisha tukamtupa katika shimo kubwa la jahannam, chini huko. Kwa sababu gani? Imekuja baada yake istithna, illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun, isipokuwa wale walioamini kisha wakatenda matendo yaliyokuwa mema. Imani peke yake haitoshi, lazima imani na matendo, na imani inashuka na inapungua kwa sababu ya matendo. Ndio maana tumeletewa istighfar. Moyo ndio inaendesha mwili, kwa hiyo engine peke yake haiwezi ikawasha gari ikafanya itembee, lazima kuwa na matairi. Gari kuna engine na kuna body, si ndio? Unaweza ukanunua engine ya gari ukaweka chumbani ukasema hii itanifikisha Morogoro leo, haiwezi, kwa sababu moyo ndio engine ya nini? Ya mwili. wa inna fil jasadi la mudgha idha salahat salaha al-jasad kullu wa idha fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Maneno ya Mtume. Engine ya moyo, kwa lazima uwe na engine, kisha uwe na nini? Uwe na bodi ya gari, iwe gari imetimia. Moyo, imani peke yake haitoshi, lazima imani pamoja na nini? Na matendo. Falahum ajrun ghairu mamnun, watakuwa na ujira ghairu mamnun. Ghairu mamnun inatafsiriwa katika njia tatu: ay ghairu manqus, ghairu mahsub, ghairu maqtu'. Mamnun, watapata ujira isiyoisha, ujira isiyohesabika, ujira isiyopungua. Na hii inafanana surat idha samaa'u shaqqat wa idha qira'a 'alayhim al-Qur'anu la yasjudun bal alladhina kafaru yukadhibun. Ndio hii hapa, thumma radadnahu asfala safilin, inafanana na ile aya bal alladhina kafaru yukadhibun wallahu a'lamu ma yu'un fabashshirhum bi'adhabin alim. Yote hii inafanana na thumma radadnahu asfala safilin, wabashirie kwa adhabu kali. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kwa hii na hii imefanana, na ndio maana nikasema thumma radadnahu asfala safilin. Tafsiri iliyokuwa imenipambazukia mimi mno ni kwamba kisha tukamporomosha katika shimo kubwa la jahannam, ambayo hii shimo ni shimo gani? Suratul Mutaffifin, kalla inna kitabal fujari
la fi sijjin, ndio hii. Wama adraka ma sijjin, ndio hii. Asfala safilin, chini kabisa, shimo la chini kabisa. Kwa sababu gani? Allah alimuumba katika umbile lilikuwa bora, kampa neema nyingi, lakini yeye akaibadilisha hii, akailipa neema kwa madhambi na maasi. Kisha Allah akamfanya nini? Akamtupa katika jahannam. Lakini kwa nini Mwenyezi Mungu hakuanza na kutaja watu wema kisha akasema thumma radnahu asfala safilin? Akasema thumma radnahu asfala safilin illa alladhina amanu. Hii inaonyesha kwamba watu wengi wamekufuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni wachache waliosadikisha. Kisha Allah anasema fama yukadhibuka ba'du bid-din, ni kipi, anamuuliza mwanadamu, ni kipi ambacho kinakukadhibisha, kinakufanya ukadhibishe na ukufuru bid-din? Din wanazuoni pia wametafsiri katika njia mbili. Wamesema din ni ile maliki yaumi, ni mfalme wa siku ya mwisho, maana yake yaumi alhisabi wal jazaa, yaum alhisabi wal jazaa, kwamba hii baada bid-din, kitu gani kimewafanya waingie huko? Kwa sababu wamekadhibisha siku ya hesabu. Wengine wakasema din hapa wamekadhibisha mfumo mzima alioleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Allah akasema alaysa Allahu biahkamil hakimin, je, Mola wako, je, Allah Subhanahu wa Ta'ala, alaysa Allahu biahkamil hakimin, nani ambaye muadilifu kuliko Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hakuna. Na imekuja hadithi lakini kwenye makali yake ni dhaifu, kwamba ukishasoma sura hii kwenye sanadi yake ina dhaifu. Ukishamaliza kusoma alaysa Allahu biahkamil hakimin unasema nini? bala au ushidu Allah ala dhalik, bala ya rab, au kama jaa, kwamba lazima wewe ukishamaliza hii useme nini? Kama kwenye wala dhalin unasema nini? Si dua. Hapa pia unasema kweli, hakika nimeshuhudia kwamba Mwenyezi Mungu wewe ndio mwadilifu kuliko watu wote. Lakini kwenye hadithi hii ambayo imekuja kwenye suratu Tin ina udhaifu, lakini kwenye suratu al-Qiyamah alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, huyu aliyefanya yote hivi ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala anashindwa kufanya nini? Kuhuisha wafu? Wewe unatakiwa umalizie na hadithi ile ni sahihi kwamba bala ya Rabb, kwamba ndio Mwenyezi Mungu, ni Mwenyezi Mungu peke yake ndio mwenye uwezo wa kufanya hivyo. Sawa, lakini sura Tin ina dhaifu, imeeleweka. Lakini kuna shida moja imetokea, au tatizo au ufahamu usio sahihi. Mtu anasoma kwenye sala alaysa dhalika biqadirin, sababu hii ni dhaifu. Turudi kwenye sura al-Qiyamah, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, bala ya Rabb ushidu Allah ala dhalika. Allahu akbar. Hapana, sala pale hairuhusiwi kwenye sala ya faridha. Nafila inaruhusiwa, kwa sababu alikuwa anasema mmoja katika wake za Mtume, anasimama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye sala ya sunna, anasoma, anaswali kwa uzuri na ufanisi. Kila aya ya kumwomba Allah msamaha anamuomba Allah msamaha, kila aya ya kumwomba Allah pepo anamuomba pepo, kila aya ya moto anaomba Mwenyezi Mungu amuepushe na moto ndani ya sala. Kwa hiyo kwenye sala ya sunna inaruhusiwa, qiyamul layl, tahajjud, tarawih inaruhusiwa. Lakini sala ya faridha, sala ya faradhi hapana, kwa sababu sala imekamilika, kila muundo, kila neno, kila haia unaifanya wewe, kila tukio unaifanya ina sehemu yake. Allahu akbar ukitoka katika muundo kuna muundo mwingine. Subhana rabbiyal a'la unaisoma ukiwa kwenye nini? Sujud, kwa sababu pale umejishusha, umejidalilisha, ndio maana pamepaswa useme nini? Al-a'la. Sawa? Tayeb, wengine wakasema laysa Allahu bihkamil hakimin, kwamba hakuna au je, kuna yule ambaye ana hikma kumshinda Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo inakubali hikma na inakubali hukumu zote sahihi, kwamba hakuna mwenye hukumu isipokuwa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala, muadilifu, na hakuna mwenye hikma isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na nimalizie kwa kitu kimoja. Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema baada ya ahkamul hakimin, kabla yake amesema fama yukadhibuka ba'du bid-din? Kitu gani kitakukadhibisha wewe mwanadamu, kikakufanya ukadhibishe siku ya malipo na siku ya hesabu? Ili kuthibitisha kwamba siku ya hesabu na malipo ipo,
akasema ni nani ambaye anamshinda Allah kwa kuhukumu na uadilifu? Kwa hiyo kwa uadilifu na hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila anayemkosea mwenzie duniani, Allah kwa uadilifu wake na kwa ufanisi wa hukumu yake lazima pawepo siku ya mwisho, ni siku ya hisabu. Angalia Qur'ani ilivyokuwa na ufasaha na balagha. Tayeb, hapa ndio mwisho. Kama kuna swali lolote hamjafahamu, karibu. Swali ambalo linahusiana na sura. Naam. Naam Yusuf. Naam. Naam, Allah anasema alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, tukakuondolea ule mzigo, au wengine wakasema madhambi, alladhi anqadha dhahrak, mzigo ambao mzito ambao unakadiria kuvunja mgongo wako, uzito wa mzigo. Naam. Naam. طيب عبد الشكور. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Kishki TV, nuru ya dini yako.